Kwa hiyo na pale ilitokea ni namna kama climax, lakini yale yaliyopelekea kwa maoni ya TLS ni haya pamoja na mengine, ni haya tuliyoyataja. TLS inaeleza kuwa serikali ilipuuzia kwa muda mrefu ushauri wa wadau kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na kisheria, jambo lililosababisha hasira na hatimaye mlipuko wa vurugu. TLS ni moja ya wadau wakubwa ambao walijaribu kushauri mapema kabisa kabla mambo hayajaharibika, lakini changamoto kubwa ni kwamba maoni yetu kama TLS ni kwamba serikali ilikuwa haisikilizi, na hata ilipokuwa ikifanya mabadiliko ya kisheria ikiwemo sheria ya uchaguzi ilikuwa haiendi kuzungumzia kiini au dhima ya kweli ya hitaji la watu. Ilikuwa ikifanya mambo kama uremba au kutimiza kwamba tumebadilisha sheria, lakini ukweli ilikuwa haigusi kile kinacholalamikiwa na watu. Kwa hiyo ilipelekea watu kuwa katika hali ya kukata tamaa, hali ya hasira, na kila mmoja kuona njia pekee ya kufanya ni kutafuta namna ya kueleza hisia zake kwa namna iliyojitokeza. Lakini tulisikiliza hotuba ya Jaji Chande wakati akitoa taarifa yake, lakini kuna mambo kadhaa ambayo kama TLS tuliyabaini, mambo yasiyopungua takribani 7 ambayo TLS iliyabaini. Jambo la kwanza ni ukosefu wa uchunguzi wa kina, kinyume na ahadi za rejea walizopewa. Tume imetoa maelezo yasiyo na uthibitisho wa kutosha kuhusu mambo nyeti kama utekaji, kupotea kwa watu na mauaji, huku ikitegemea zaidi taarifa za vyombo vya dola bila uchunguzi huru. Moja ya jambo hili ni kusema watu wamekufa, wako mochwari, alafu wakapotea. Tume inaishia hapo bila kufafanua au kwenda zaidi nini kifanyike au nini kilijiri, walitokaje mochwari, nani alikuwepo mochwari. Kwa hiyo sisi, yawezekana taarifa yetu iko hapa kwa sababu hatukupata, yawezekana hichi hata kiko ndani ya ile ripoti tungeweza kukiona, lakini sisi tunazungumza kwa muktadha wa hotuba tuliyopewa. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majawabu, kwa sababu kuna Watanganyika, kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana wakiwa mochwari na baadaye kupotea, mpaka leo hawajapata haki ya kuwasitiri ndugu zao kwa heshima. Kwa hiyo tulifikiri ni eneo ambalo tume ilitakiwa kulipa mkazo, hususan vile swala la watu kutekwa na kupotea. Huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi. Mtu kama Humphrey Polepole, huwezi kuniambia ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi kwamba anaweza akadanganywa akafichwa chumbani Humphrey Polepole mpaka leo amuone mamake anamtafuta. Haya Mdude katika namna ile, ugomvi wa mapenzi yepi. Kwa hiyo mazingira kama haya tunahitaji majibu ya kina yenye tafiti. Kwa hiyo ilikuwa ni oni letu kwamba kulikuwa na ukosefu wa uchunguzi wa kina. Jambo lingine, kutokuwataja wahusika. Pamoja na kukiri uwepo kwa vitendo vya uhalifu mkubwa, tume haijabainisha nani walihusika wala kutoa mapendekezo ya hatua za kisheria dhidi yao, jambo ambalo lilikuwa kwenye hadidu zao za rejea. Kwa hiyo tutarajia tume ituambie, sio tena iseme kama ilivyofanya. Vile vile ukosefu wa uwajibikaji. Tume imekwepa kueleza kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu na badala yake kuelekeza lawama kwa watendaji wa chini, jambo ambalo TLS haikubaliani nalo. Tumeona tume ikijaribu kuonyesha kwamba polisi akipewa silaha anatakiwa aitumie ile silaha kikamilifu, akifanya vinginevyo yeye anawajibika persona. Sasa iliendaje kule tume bila kutuambia viongozi walioruhusu watoke na zile silaha kwenda kwenye zoezi la uchaguzi? Nini kilitokea? Watu waliotekwa, nini kilitokea? Haya ni maeneo ambayo tume ilitakiwa kuja na majawabu, lakini badala yake hakuna
kitu cha msingi ambacho umma ulikipata. Jambo lingine ni mkanganyiko wa kitakwimu. Takwimu za tume zinatia shaka, hususan baadhi ya maeneo ni kwamba ukilinganisha vifo, ukilinganisha majeruhi na baadhi ya maeneo yanayotajwa na baadhi ya maeneo kutokutajwa kabisa, ambayo yalionyesha kulikuwa na hali kubwa ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano na ushughulikishwaji wa waandamanaji. Kwa hiyo tulifikiri kwamba ili changamoto za kitakwimu zinatakiwa zifanyiwe kazi ili zotea mochwari. Umeshamuua, umempeleka mochwari, alikuwa na kosa gani? Tume haijatujibu kwamba maiti zile labda zilileta maandamano, zilileta vurugu kule mochwari, kiasi kwamba zikalazimika zingine zikimbie au zikimbizwe au zifanye. Haya mambo lazima yajibiwe. Huu ni uhai. Msimamo wetu kama TLS kwamba huu ni uhai. Tume ilitakiwa kujibu haya ili kuondoa tashwishwi katika mioyo ya Watanzania. Vile vile suala la ukiukwaji wa haki za binadamu, tume imedogosha madai ya utesaji, ili hali TLS kupitia msaada wake wa kisheria imebaini kuwa watuhumiwa wengi waliteswa, kunyimwa haki zao na kushikiliwa kinyume cha sheria. Wengi mliona watu wamefika wamevunjwa mikono, wengine wamefungwa na katani. Wewe unaona mtu amevunjwa mikono, amefungwa na katani na miti. Mwingine yuko uchi, kafika na boxer mahakamani. Mwingine kavaa kadera, unamwona kabisa huyo alikuwa nyumbani amelala. Kakurupuliwa mwanamke hajasitiriwa, anafikishwa mahakamani. Kuna watu hawawezi kutembea, wamevunjwa miguu yote miwili, wengine wamevunjwa mikono. Tume haijasema chochote kuhusu ukiukwaji huu mkubwa. Vile vile kukosa mapendekezo ya fidia stahiki kwa wahanga, ambapo tume ilienda kana kwamba mtu aliyevunjwa mkono sio aungwe apewe mkono wa bandia alafu aondoke. Lakini tunasahau kwamba kuvunja ule mkono au ule mguu umempunguzia uwezo wa kupata kipato, uwezo wa kushindana katika kuzifikia fursa. Kwa hiyo tulitarajia tume iseme jambo. Lakini katika swala la kuhimiza ukweli, haki na uwajibikaji ili kufikia maridhiano, tume inazungumzia maridhiano, lakini haizungumzii msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji ambao ndio kiini ambacho kingeweza kuliponya na kulileta taifa pamoja. TLS tunaamini kwamba tukiwa na ukweli kwamba samahani, mimi ndio nimefanya jambo fulani, ninawajibika kwa hili, ile ni hatua kwenda uponyaji wa taifa. Lakini kumekuwa na hali ya state of denial, yani kila mtu anakataa, na shutuma kubwa zimekuwa zikielekezwa kwa vijana, wengine wanaita Gen Z vijana, jambo ambalo sio kweli. Sababu zote zilizosababisha vurugu za Oktoba kama mnavyoziona ni sababu za wazee kushindwa kuwajibika na kuandaa mfumo wa kisheria. Hakuna sababu yoyote inayohusiana na vijana, kwa sababu tulizoziainisha mbele yenu kama TLS. Tume katika hotuba yake haijatoa mwongozo wa fidia, yaani ule ushauri wake ueleze, yaani imetoa kitu ambacho kwa kweli ukijiuliza ni kwamba they don't care what happened, jambo ambalo tunafikiri si sawa. Tunatakiwa kila mwananchi aliyeumizwa, aliyeharibiwa mali, tathmini stahiki na ya haki ifanyike na walipwe fidia. Waliopotezewa wategemezi wao waangaliwe hali zao, walipwe fidia kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo lisiwe ni jambo la kudogosha, na tusisahau kwamba TLS inachoshauri kwamba ni kweli tunahitaji kuliponya taifa kwa maridhiano, lakini kabla ya kufika hiyo hatua lazima tulay foundation, ambao foundation iwe ni katika ukweli, haki na uwajibikaji. Ushauri na mapendekezo ya TLS.
tumesikia baada ya taarifa ile kutoka, na ili tuliseme kwamba wakati sisi tukihimiza sheria na baadhi ya maeneo ya kikanuni yafanyiwe kazi, kuna wenzetu walikuwa wanakazana tu amani na utulivu, amani na utulivu. Hawatuambii kwa nini watu walikufa. Ndio maana tunakuja na mapendekezo sasa, kwa sababu tunaona watu tena wanarudi na amani na utulivu, lakini bila kulisaidia taifa kutoka hapa lilipo katika hii changamoto. TLS, ushauri wetu, la kwanza ni kwamba taarifa ya tume ya Jaji Chande kwa namna ilivyotolewa, kwa namna ilivyosomwa na kwa maelekezo yaliyotolewa kwamba it's not for public consumption, sio kwa ajili ya umma, haiwezi kutumika kama suluhisho la mgogoro, kwa sababu hakuna tunachokijua kuhusu taarifa ile, imeenda kwa upana gani, imegusa maeneo gani. Kwa hiyo sisi kama TLS tunaamini kwamba ile haiwezi kutumika tena kama suluhisho la mgogoro uliopo hapa huu wa kidemokrasia. TLS tunapendekeza kuundwa kwa chombo huru, shirikishi na chenye kuaminika ili kuchunguza ukweli wote kwa yaliyojiri kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Tatu, serikali inapaswa kukiri makosa na kuwawajibisha wote waliohusika na ukiukwaji wa haki. Nimekupa mfano, maiti kupotea mortuary sio kitu cha kawaida. Watu kutandikwa risasi wakiwa majumbani mwao sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo serikali lazima ikiri. Kukiri sio udhaifu, ni moja ya hatua ya uwajibikaji inayoleta na kuonyesha uhimilivu na kiwango cha juu cha ustaarabu katika dunia ya kistaarabu, a civilized society. Hatuwezi kuignore maelfu ya vifo kwa kupika data na kusimama juu ya maiti na miili ya ndugu zetu kana kwamba hakuna kilichotokea na walistahili kuuawa. Sisi tumeweka sheria, sheria zile zifuatwe. Anayestahili kunyongwa anyongwe kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo jambo letu kubwa ni kwamba kuundwe chombo huru na shirikishi. Mchakato wa maridhiano lazima uanze na ukweli, uwazi na uwajibikaji. Kumekuwa na wito wa maridhiano ambapo Kiswahili tunasema funika kombe mwanaharamu apite. Kwenye swala kama hili hakuna funika kombe. Kuna watu wana majonzi, hawajui watoto wao wako wapi, baba zao wako wapi, wake zao wako wapi, waume zao wako wapi. Kuna mke wa Mdude anakusikia leo unasema tuanze upya turidhiane, wakati aliona mume wake akichukuliwa hapa, damu zikimwagwa kama kondoo tu pale sebuleni kwake. Katika mazingira yale utaendaje kwenye maridhiano bila kujua wenzetu wako wapi? Tujue wako wapi.